Lakini leo tuna jambo moja kubwa sana. Ndugu zangu, ili nyinyi muweze kufanya kazi vizuri, lazima kuwe na usalama. Na usalama unaanzia kwenu, lakini usalama sasa unakuja kwa jamii kwa ujumla. Mnapokea wageni, wanakaa siku moja, siku mbili, siku tatu, lakini mnapokea wageni wengine wanaingia na kutoka, lakini mnapokea wageni wengine wanakaa mwezi, miezi miwili. Lakini lazima mjue kwamba ziko taratibu ambazo zinawajengea uhalali wa wageni ambao mnawapokea. Tungetamani sana sote kwa umoja wetu wilaya hii iendelee kubaki salama, lakini wilaya hii ibaki kuwa na umoja na mshikamano. Tunamshukuru Mungu, tumemaliza uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wilaya yetu ikiwa salama, na tunamuomba Mwenyezi Mungu si wilaya yetu bali Tanzania nzima iendelee kuwa salama, ili kusudi biashara hizi ambazo tunazifanya ziwe chachu ya kuimarisha uchumi wetu, lakini biashara hizi ambazo tunazifanya ziwe chachu ya kujenga mahusiano yetu katika mwingiliano wa biashara ndani ya nchi yetu. Kilosa ni wilaya ambayo inakuwa kwa nguvu sasa hivi. Kilosa ni wilaya ambayo inatembelewa na watu wengi sasa hivi, lakini Kilosa ni wilaya ambayo sasa hivi fursa za kiuchumi zimekuwa zikifunguka na watu wengi wamekuwa wanakuja wakiwekeza ndani ya wilaya yetu ya Kilosa. Wanakuja kuwekeza kwenye upande wa masuala ya kilimo, wanakuja kuwekeza kwenye upande wa uanzishwaji wa viwanda vidogo vidogo, wanakuja kuwekeza kwenye upande wa sekta ya mifugo, lakini wanakuja kuwekeza kwenye upande wa ujenzi wa mahoteli ya kisasa ambayo tunaamini kabisa yatasaidia sana kwa kivutio cha wageni mbalimbali kuweza kutembelea wilaya yetu. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu wawekezaji nyinyi katika sekta hii ya nyumba za kulala wageni, lakini vile vile katika sekta hii ya maeneo ya starehe pamoja na burudani, tumieni fursa hii iliyopo ambayo serikali imeweka mazingira rafiki ili kukuza mitaji yenu, lakini tumieni fursa hii iliyopo ili kuongeza sasa. Kama ulikuwa na nyumba moja, nyumba mbili, sasa kuna fursa kubwa sana, kwa sababu idadi ya watu wanaokuja ni wengi na wanahitaji kupata huduma bora na nzuri. Kwa kuna fursa kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba unajitanua ama unaongeza wigo katika kukuza uwekezaji wako. Tanzania tumekuwa na changamoto ya wahamiaji haramu. Sio Kilosa tu, sio Morogoro tu, ni Tanzania nzima. Na ili tuweze kufanikisha hilo, lazima sisi wenyewe tuwe sisi ndio walinzi namba moja. Napenda nitoe tafsiri ya mhamiaji haramu. Mhamiaji haramu ni nani? Mhamiaji haramu ni raia yoyote wa kigeni aliyeingia nchini kwetu bila kufuata kanuni, sheria na taratibu za nchi yetu. Namba moja, mtu yule anapofika pale, ulitoa taarifa zake, ni muhimu zile taarifa zitakusaidia wewe na sisi, na hapo hata tutapata sosi ya uhalifu wa wilaya wapi. Tukagundua wilaya kwako, na kweli wewe kumwandika kwenye kitabu, tutaamini kwamba wewe ni mshiriki wa kosa. Kwa hiyo ndio wetu polisi tukagundua sio usumbufu kama nilivyosema. Namba mbili, pamoja na kutoa taarifa hiyo, tunawashauri mfunge CCTV kamera katika maeneo yenu. Katika CCTV kamera wanaposema swala la tapeli inayokuja, kwa sababu wewe wajibu wako kufanya biashara kuwasiliana na OCS kila siku. Maana OCS ndio wametajwa mkaguzi, haina maana OCS kuja na wasaidizi wake kila siku kama tunavyofanya kipindi hichi ambacho tunacho. Tutaendelea kufanya hivi. Lakini namba tatu, tunawashauri sasa pamoja na kufunga CCTV kamera, mtii masharti ya SNZL. Msipotii masharti ya SNZL, ni rahisi sana kuelekea uhalifu kujikita katika maeneo yenu. Sasa ni wajibu wako kumjua mkuu wa polisi wa wilaya, mkuu wa polisi wa kituo, mkuu wa upelelezi na wale maafisa